Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Dominika ya 4 ya mwaka A wa kanisa. Wazo kuu linalojitokeza hapa katika masomo yetu tuliyosikia, tunaona ni njia mpya ya kuelekea katika furaha ya kweli. Ndio tunatafakari hiyo. Nini kinaweza kikatusaidia sisi kama Wakristo kuwa na furaha ya kweli? Maana wakati fulani ukiwa unaangalia katika ulimwengu wetu huu, tungependa tuwe matajiri, tungependa tuwe na pesa, tungekuwa tuwe na mali nyingi, yote hii, lakini tunapenda kuwa na mali nyingi, na yote haya yatatufanya tuwe na furaha ya kweli? Kama mtu anasema kwamba mimi nikipata magari mengi, nikiwa na nyumba nyingi, nikila chakula kizuri, pombe zipo, kila kitu kipo, na furaha ya kweli, si kweli. Kwa nini unaweka walinzi? Utaweka walinzi wakati fulani ukisikia mlango unagongwa, navamiwa, uko katika moyo wa juujuu, unahangaika kwamba wataninyang'anya wenye nguvu kuliko mimi. Sasa wanasema kwamba wataninyang'anya walio na nguvu kuliko mimi, na watachukua vitu vyangu, na kwa sababu hiyo sitakuwa na chochote tena. Kwa ndio maana kila wakati uko na moyo juu juu tu. Ukiwa sehemu fulani, ukienda benki, wananiona, nifanye haraka nikimbie. Ukiwa sehemu fulani, ukiwa sejua, wananifuatilia. Hiyo ni furaha ya kweli? Sio furaha ya kweli. Ukiangalia katika ulimwengu wetu wa leo, tunaangalia dunia yote sasa inaangalia ni mambo gani, yani sasa, yani ni dunia ambayo tuseme ulimwengu ambao unaangalia matumizi zaidi. Ni ulimwengu wa matumizi. Kila kitu kinaonekana katika matumizi, na kila kitu tunachokiona, je, kitanifaa? Na mwisho wakati hata katika safari yetu ya kiroho tunaangalia hivi, nataka nifunge ndoa, lakini naangalia nani huyu atanisaidia mimi nisihenyeke sana. Hata wengine wanatafuta kulelewa. Wapo ambao wanatafuta kulelewa, hawajali kwamba wanapendana. Huyu ana kazi, kwa namuoa huyu kwa sababu ana kazi, namuoa au naolewa na huyu kwa sababu ana pesa. Sio upendo Na wakati huo huo sasa sakramenti ya ndoa kiini chake ni upendo kuliko vitu vyote. Hawa watu wanapendana, na wanapoenda kubadilishana zile ahadi zao katika kuweka agano lao mbele ya altare ya Bwana, yanatoka moyoni, wanajitoa, kila mtu anajitoa kwa mwenzake bila kujibakiza. Lakini mtu anafikiria hilo, nitapata pesa pale, ana gari. Na ndio maana leo hii kuitwa mchumba sawa tu kwa sababu ana pesa, mchumba kawaida. Lakini tunajua kabisa ni neno takatifu hili, si kila mtu anaweza kama mchumba. Ni lazima mtu ameangalia, na kuna upendo wa dhati, na kuna makubaliano ya dhati, na tumejadili vya kutosha, ndipo tunaweza tukaenda katika hatua hizo. Na ndio maana ndoa zinavunjika, ndio maana hakuna uaminifu, na ndio maana tunaona mahangaiko, huzuni, kutendwa, na ndio maana tunaona watu wanaenda, wengine wanajinyonga. Ndio malengo, na Mungu ametuumba tuwe na furaha. Lakini furaha hii, furaha ya kweli.
Na katika watakatifu ambao anatuonyesha njia hiyo ni Mtakatifu Agustino. Mtakatifu Agustino alihangaika sana, na ndio maana alihalalisha. Ndio katika ulimwengu wa leo kuhalalisha na ulimwengu wa leo, yule ambaye anafanya maovu, anafanya hovyo, anapokosolewa anaona kama anaonewa, anaona yuko kwenye njia nzuri. Lakini kujua kwamba ili tuelekee mahali pazuri, ili tuweze kufanya vizuri, lazima tutambue udhaifu wetu, mapungufu yetu, ndipo tunaweza tukasonga mbele katika ukamilifu. Basi hivyo ni vigumu. Agustino aliangalia katika ujana wake, akaangalia vijana wanavyokwenda na nini na nini. Anapoandika katika kitabu chake cha Maungamo, ameandika yote hayo. Na ndio maana katika kitabu kile cha Maungamo cha Mtakatifu Agustino ameanza kwanza kumsifu Mungu. Sifa na shukurani kwa Mungu. Huyu ndiye amenifanya niwe hivi nilivyo mimi. Sifa na shukurani kwake. Na ameanza kusimulia alikuweje. Walikuwa wezi, walikuwa wanakula matunda ya watu, walikuwa wanafanya nini, mwisho wakati amejiunga katika vikundi mbalimbali. Yote hivi kwa ajili ya kuhalalisha. Na waliposema kwamba hapa ndani mwako kuna vitu viwili vinapigana, giza na mwanga, dhambi na utakatifu vinapigana ndani mwako. Kwa hiyo unapotenda dhambi si wewe. Alifurahi sana kwa sababu anasema siwajibiki. Akaona ni vizuri, lakini mwisho wakati anajua kwamba nani anayesababisha hivi vitu vipigane humo ndani. Hakuna aliweza kumjibu. Akaona kwamba hii tunapotezana tu, hapa hakuna furaha ya kweli. Na ndio maana walipoenda mwisho, baada ya kuelewa kwamba namtafuta ni Mungu, ni hekima ya Mungu ndio ukweli wenyewe, na ni Mungu ndio ukweli wenyewe, ndipo alisema ninajiweka wakfu kwa ukweli. Na ndipo alipoanza hapa, kaacha yote. Wale madereva ambao wanaendesha magari, alisema akafanya U-turn, hakuweza kurudi tena. Ameendelea na mpaka leo tunamuita ni mwalimu wa neema, Doctor of Grace. Leo tunamuita hivyo Agustino. Kwa hiyo yeye anafundisha kabisa kwamba kitu pekee ambacho kinaweza kutufanya tuwe na furaha ya kweli na katika kufikia ukamilifu ni Mungu. Hakuna mtu ambaye anaweza kukunyang'anya Mungu. Uhitaji kusema sasa nahitaji walinzi, wengine wawe getini, wengine sio wawe wapi, kwa sababu kuna mtu anaweza kaninyang'anya Mungu. Mungu anabaki kuwa wa kwako milele yote. Ukimkumbatia yeye, ukimtegemea yeye, ukitembea na yeye, ukitegemea maongozi yake, ukitegemea mapenzi yake, utakuwa na furaha milele. Hakuna atakaye kunyang'anya. Agustino alifikia hatua hiyo. Na leo katika masomo yetu ya leo tunaongozwa huko. Ndio maana katika kitabu cha Nabii Sefania somo la kwanza tunaambiwa mtafuteni Mungu enyi wanyenyekevu. Wanyenyekevu. Kama na kiburi uwezo kumtafuta Mungu kwa sababu unajitegemea. Unasema kabisa kwamba mimi nimekamilika. Hakuna mtu ambaye anaweza kaongea kitu mbele yangu, najua kila kitu. Hili ni tatizo na hili linaumiza wengi. Sasa unaweza kawa hapa unasema kabisa amekosea. Watu muende, bwana umekosea. Bwana unakwaza. Wewe nini? Ndio mtu wa leo hii tunapenda kusikia yale tunayopenda kusikia masikioni. Wakisema wewe huna kosa lolote, wewe ulimwengu mzima ni wewe tu. Hapo kweli hawa wanaosema hivyo ndio marafiki zako. Ndio maana katika ulimwengu wewe tuna michawa mingi sana, kutoka kwenye familia mpaka mwisho.
Michawa imezaliwa inayokula uchafu na inasimamia kwenye uchafu. Unaona kabisa huu ni uchafu, huu unanuka huu. Lichawa linasema safi sana, kwa sababu litapata hela. Unajua kabisa hapa sio, hapa mambo hayaendi. Lichawa linasema safi sana, kwa sababu limezoea kula uchafu. Tunafahamu chawa siku hizi wamepotea sana, kwa sababu tumekuwa wasafi. Lakini enzi zetu zile, nilikuwa nawaambia watu wengine sehemu nyingine, unaweza kushangaa jamaa kichwa cheupe, unasema vipi, amepata mvi nini? Kumbe ni mayai ya chawa, kwa sababu huogi na nguo zisipofuriwa kila mara unajikuna hivi, kwa sababu vinanyonya vichawa, vinanyonya uchafu ule, na vinanyonya mpaka damu yako. Sasa leo hii tunakumbatia mjina uchawa, mimi ni chawa wa fulani. Hata kwenye familia kuna michawa ipo kwenye familia. Kuna litoto linaweza kaa chawa kila siku kuchongea wenzake. Mama 1 2 3. Mama 1 2 3. Matokeo yake sasa mama anafikiri kweli au baba anafikiri kwamba ni 1 2 3, kumbe sio. Na hili ndio tatizo. Na huu sio unyenyekevu. Aliye mkamilifu peke yake ni Mungu. Na Mungu huyu aliye mkamilifu huyu ndiye anayetushirikisha ukamilifu, kwa sababu sisi tunahitaji kuishi katika njia hiyo. Sasa tutamtafutaje kama si wanyenyekevu? Na kama tunasifiwa kila siku, sifa zimwendee Mungu peke yake, sio binadamu. Sifa na shukurani zimwendee Mungu. Yeye ndiye anastahili sifa, utukufu na heshima, na sio binadamu. Lakini kumtafuta Mungu, kama tunataka tumpate Mungu, tutampata Mungu katika unyenyekevu. Na mnyenyekevu ni yule anayejitambua. Kujitambua ni kufahamu vizuri mipaka yangu ni hii. Akili yangu haiwezi kufahamu kila kitu katika dunia hii. Ninaposhauriwa, ninapoambiwa umekosea, nikae chini, nijitathmini na niangalie nifanyie kazi haya ambayo nashauriwa. Nitaweza kwenda mbele na nitaweza kufaulu vizuri, kwa sababu yale naambiwa ni ukweli, na ninayoambiwa ukweli huu unaniuma, na katika kuniuma unaniponya. Na ndio maana ukiona kwamba una kidonda au mguu unauma, ili upone daktari lazima chokonoe, ikiwezekana apasue. Sasa tapasua eneo langu, anakata mwili wangu. Kwa nini? Utakufa. Ili uweze kupona unahitaji kupata maumivu kwa kisu kile kinachokatwa, kinachotumia kukata, kuondoa pale pabovu, ili uweze kuwa salama katika maisha yako. Ndio hivyo katika maisha yetu tunavyokwenda, kwa njia ya kusaidiana na kuongozana, kuambizana ukweli, kutatusaidia tuweze kwenda mbele, kutatusaidia tuwe na hofu ya Mungu, kutatusaidia tupige magoti tuseme Mungu asante, kutatusaidia tuende kuungama makosa yetu, na kutatusaidia tuongoke, na kutatusaidia tufanye kweli kweli uongofu wa ndani, tufanye metanoia ya kweli. Mitazamo yetu tulio nayo ambayo inatupotosha, ndiyo jinsi tunavyoangalia majirani zetu, jinsi tunavyoangalia wenzetu, tutaiweka haya yote katika mtazamo mzuri. Na tunavyomwangalia hata Mungu, hata mazingira yetu tunayokaa, tutayaangalia kwa urafiki zaidi, na tutaenda mbele. Ndio unyenyekevu hapa, tunamtambua Mungu. Na kumjua Mungu inabidi tusome, inabidi tupate elimu hiyo, tumtafute kwa kusoma maandiko matakatifu, lakini kusikia vile vile, lakini kufuata mafundisho ya mama kanisa anavyotuelekeza sisi namna ya kuishi, kwa sababu analinda imani yetu na kutuongoza katika njia ya ukamilifu
kwenda kwa Mungu inavyotakiwa, na yeye mama kanisa huyu anakuwa sakramenti ya wokovu kwetu katika kutuongoza sisi. Ni muhimu, na ndio maana sasa mtafuteni Mungu enyi wanyenyekevu, tafuteni haki enyi wanyenyekevu. Haya yanawaongoza katika utakatifu, haya yanawaongoza kujali nafasi za watu, kujali utu wao, na sio kuwadidimiza, na sio kuwadharau, kuwasikiliza na kufuata ushauri wanaoambiwa. Ni muhimu. Tunaambiwa katika kitabu cha nabii Sefania leo katika Dominika hii ya 4, tumtafute Mungu lakini kwa unyenyekevu. Na yeye hajawatembelea watu kwa ukali. Yesu angekuwa mkali lale na nini kila mahali, hakuna mahali angemfuata. Tunaona kwamba akienda popote watu, umati wa watu, akienda wapi umati wa watu. Ni kwa sababu ya upole wake, ya unyenyekevu wake. Katika yote haya yaliwavuta watu, na ndio maana unaposoma katika Injili ya Mathayo sura ya 11, sasa njooni kwangu ninyi nyote mnaoelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifunzeni kwangu, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi kuubeba kuliko mizigo ya watu wengine. Lakini Injili ya leo inatupeleka kwa undani zaidi, njia ya kuelekea katika ukamilifu. Tuwe namna gani? Manake katika hizi heri 8 ndizo zinazotuelekeza kwenye utakatifu, kwenye furaha ya kweli. Heri maskini wa roho, heri walio maskini wa roho. Maskini wa roho ni yule ambaye anamtafuta Mungu, si anayetafuta vitu, si yule anaye kuangalia wenzake kwa matumizi. Huyu anaweza kalima sana huyu, na simpe hata mshahara huyu, kuwaweka wengine watumwa. Sio huyo maskini wa roho, ufalme wa mbinguni ni wao. Huzuni, upole, yote haya yanatajwa hapa. Rehema, moyo safi, hizo zote heri. Wapatanishi zimeainishwa hapa vizuri sana. Na ndio maana hatari ya ulimwengu wetu huu ni kuhalalisha mambo. Wengine anatumia Biblia kuhalalisha mambo, na mwingine anaweza kusema kwa mfano unaweza kama Mkatoliki upo unasema sawa, naweza nikanywa bia, naweza nikanywa nini, umelewa hoi kabisa, unatembea njiani alafu unaanza kusema sisi tumeruhusiwa. Umeruhusiwa na nani kulewa? Nani amekuruhusu leo wewe mlevi wewe? Wewe mlafi. Hakuna kuhalalisha. Na wale ambao hawapendi kuambia ukweli ndio hao wanaoweka mipaka mwisho hapa. Ninyi inabidi muwe huko. Na ndio mwanadamu ni mwili na roho. Mwanadamu ana mahitaji kwanza ya kisaikolojia, ambapo anahitaji kupendwa, anahitaji kusikilizwa. Lakini mwanadamu ana mahitaji ya kimwili, anahitaji kupumzika na anahitaji kufanya mazoezi. Akiumwa aende hospitali ili aweze kupona. Mwanadamu ana mahitaji ya kiroho. Mahitaji ya kiroho, anamtafuta Mungu wake. Hata anapokaa sasa hivi, mwisho wangu ni nini? Anapojiuliza maswali ya uwepo, mwisho wangu ni nini? Kwa nini watu wanakufa? Naona kabisa mtu maarufu sana huyu, ni wa maana sana katika ulimwengu, alafu anakufa, watu wanalia, wanalia. Alafu baada ya kulia, akifika muda fulani, watu wanacheza muziki. Wameshasahau yote, wanakunywa, wanalewa, hawana habari tena alikufa. Kama ni wa maana, kwa nini hawamkumbuki tena? Kwa anapojiuliza maswali haya, anasema angalia, kwa nini watu wema wanateseka katika ulimwengu huu? Anajiuliza yote haya.
Akiangalia hivyo mwisho anasema inaonekana ni Mungu pekee mwenye maana katika dunia. Nikijidai mimi nina maana sana, maisha yangu hayana maana, nakuwa kama mdudu mimi. Kwa nahitaji sana kumweka Mungu mbele, ndio maana anamweka hivi. Na katika hili ndio maana anasema kama ana mahitaji ya kiroho, anamwabudu muumba wake, anamtafuta muumba wake, awe karibu naye, aweze kumfariji huyu, awe naye katika raha, katika tabu na katika yote, amuongoze yeye. Mahitaji hayo yote, na kwa sababu uwezi ukamtenganisha mtu. Sasa saa hizi yuko kwenye siasa, saa hizi yuko kanisani, saa hizi ametoka kanisani, ni binadamu sasa. Wewe ndio maana wanafalsafa waliweka hayo, walisema kwamba tunapomwangalia binadamu, wanaongea kwa Kiingereza sema being, lakini tunaangalia unity, lakini tunaangalia truth, lakini tunaangalia goodness, tunaangalia yote haya kwamba yanamhusu huyu, na haya hayatofautishwi. Na kwa sababu tunapomwangalia mwanadamu, tumwangalia katika yote. Tukimwangalia mwanadamu haweza kaa peke yake. Familia tu ina siasa. Kwenye familia kuna siasa. Basi hivyo ni watu gani mnaishi bila mpangilio? Mna siasa. Kwa hiyo utaona kwamba mwanadamu ni mwanasiasa wa asili. Lakini siasa sio ile ya uongo, ya udanganyifu. Siasa kwa kuishi pamoja, kuishi ukweli inavyotupasa kama watoto wa Mungu. Na ndio maana kama muumini lazima awe sehemu zote hizi, aweze sasa kumtangaza Kristo, atangaze Mungu wake, sio na yeye akaweza kushabikia uongo na kuwa chawa, kunyonya uchafu. Hapana, akakemee ubovu, akakemee uongo, akakemee yale yanayopotosha, akakumbatie ukweli wa wana wa Mungu, akamtangaze Kristo. Ndio hivyo, awe mwadilifu, asiwe fisadi, awe mwadilifu. Na ndio tunayo kitafuta katika hili. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Wanaparokia, parokia ya Mtakatifu Kamili Udindivu, hongereni sana kuwa parokia. Mmeanza vizuri. Na katika misemo wanasema mwanzo mzuri ni nusu ya kile unachokiendea. Kwa umoja, kwa upendo, kwa ushirikiano, mtaijenga parokia yenu. Kwa kuheshimiana, kwa kusikilizana, kwa kuongozana, mtaijenga parokia yenu. Kwa kuambizana ukweli, mtaijenga parokia yenu. Kwa kudanganyana, kusifiana, wanasema kuvikana vilemba vya ukoka, mtabomoa parokia yenu. Mtafanya parokia yenu idumae. Mtakuwa na vikao vya halmashauri ya walei, ni mahali pa kuongea. Mtakuwa na vikao vya kamati tendaji, ndio mahali pa kuongea, ndio mahali pa kukaa vizuri. Kamati tendaji ni watendaji wa karibu sana wa baba paroko, ni washauri wa karibu. Unajua kama halmashauri ya walei yote ni washauri wa baba paroko. Washauri nasema sio waamuzi, ila ni washauri wa baba, wanamshauri baba ili mambo yaende vizuri. Mtakuwa karibu. Na katika kamati tendaji, baba paroko anakuwa sehemu ya kamati tendaji. Kwa sababu kamati tendaji najua huko vile vile nyewe waumini mnaongea nini. Mnaongea nini? Mnaongea vizuri au mambo yanaenda vizuri au hayaendi vizuri? Wao ndio watajua. Wao
watoka wasemaji kwenu ninyi. Jamani 1 2 3, jamani 1 2 3. Kwa kushirikiana vizuri mtajenga parokia yenu. Mlivyoanza hivi, mkiendelea hivi, mtakuwa mfano mzuri kabisa katika jimbo letu jipya la Bagamoyo. Siku ile nilikuwa nawasikiliza. Sasa tuone hao jamaa wametangazwa juzi tu parokia. Tuone parokia teule. Lakini mkaonyesha wanasema Ingereza wakaonyesha wonders. Kwenye tegemeza jimbo mkajitutumua, mkatoa. Hongereni. Kila kitu kinahitaji maandalizi. Unapokuja kusoma somo ujiandae. Sikurupuke. Kwa sababu unaposoma somo jue kwamba anaenda kutangaza somo, sio kusoma tu kawaida kama hadithi. Unatangaza somo lile. Kwa sababu lazima mjiandae, na ndio kwenye meza ya neno la Mungu. Kila kitu kinahitaji maandalizi. Kila kitu kinahitaji kuwa na mipango. Ndivyo mnavyotakiwa kuwa. Hamu mliokuwa nayo, ushirikiano wenu mliokuwa nao uendelee kuonekana hivi. Kushangilia kwenu kuwe kwa daima. Wasema kwamba sasa hizi tunaenda kwenye tegemeza jimbo. Hapa lazima tupeleke milioni 100. Mpige makofi. Sasa tunatafuta milioni 100 kwa ajili ya jimbo. Enda hivyo. Saa hizi kakanisa ketu akatoshi. Kakanisa akatoshi aka. Tuanze kanisa la kudumu. Lakini eneo letu bado tutahitaji, labda tutajenga zahanati sehemu, labda tutafanya sehemu fulani kitu fulani. Tuendelee kupanua. Tuendelee kununua maeneo huko. Mnashangilia pamoja. Mnafurahia. Saa hizi tunavyoishi, tunamwangalia kuhani wetu. Kwa saa hizi yuko mmoja, kesho na kesho kutwa watakuwa 2. Wanaweza kawa 3 vile vile. Lakini tunaanzia na mmoja. Kuhani wetu huyu asi akapata BP. Asi akapata ugonjwa wa moyo. Ni vipi vinatesa kwa karibu naye? Anawaza nini? Kwa sababu akiongoza misa anaondoka tu. Anaongoza misa anaondoka zake. Sasa amemaliza misa, ndio wajibu wake. Tembeleeni tu. Huku kuna nini kinahitajika? Hapa paroko lazima fuge kuku. Tunaleta sisi kuku hawa. Hili na wewe ukisema kwamba leo nataka nile nyama, sio pako usubiri muumini akuletea. Wewe chukua tu chinja. Hapa paroko nahitaji kitimoto. Hiki hapa. Anahitaji hivi, na yeye anapokuja kufanya kazi ile kwa ajili ya kuwahudumia, hana stress, hana mahangaiko, anajua nimewapata wazazi ambaye ndio ninyi ni wazazi wa makuhani ninyi. Huyu jamaa yatoka hewani, ametoka kwenye familia ambayo ni nyie. Kwa msije mkamtenga mkasema yule ni binadamu kama ninyi, ametoka kwenye familia lakini amewekwa hapa kwenu awatakatifuze, awafundishe na kuwaongoza katika njia ya kweli kadiri ya mafundisho ya mama kanisa. Na kwa sababu hiyo ninyi mna wajibu wa kumtunza. Leo hii wazazi wake wako huko Songea huko, lakini yeye yuko hapa anahudumia wana udindivu, sio wazazi wake. Wazazi wake ni hawa. Kuonyesha kwamba sasa kanisa ni familia. Na kwa sababu hiyo muwe karibu naye. Umsaidie aishi vizuri kwanza maisha yake ya wito kama padre, lakini vile vile ahudumie vizuri kama mchungaji wenu. Umsaidie. Muwe karibu naye. Na ninyi timizeni nafasi yenu. Kwanza kuishi vizuri kutoka kwenye jumuiya zenu na yote haya, alafu baadaye mbele na kuendelea katika maisha yetu. Mtaona kwamba watu wanasema ngoja tuende tuangalie udindivu kuna nini. Mbona wanaenda hivi? Saa hizi nasikia mna falsafa yenu.
Sasa mwendo wa kasongo. Mkia juu na macho mbele, ili usije kagonga mti ujue unapoenda ni wapi. Lazima macho yawe mbele, na ni mwendo huo. Na ndio maana ukiwa na gari lenye injini ya kasongo, tunawatakia yote mema, tunawaombea yote mema, na Mungu aendelee kuwaongoza katika jimbo letu jipya. Kumbukeni sasa, ninyi ni wazao wa kwanza. Tangu tumekuwa jimbo la Bagamoyo, ninyi ni parokia ya kwanza kutangazwa. Kwa hiyo wazao wa kwanza. Kumbukeni, kuna parokia nyingi tu teule zimetangazwa muda mrefu sana baada zijawa parokia. Nyie mmetangazwa muda mfupi sana mmekuwa parokia. Wanajijenga, lakini na nyie mnajijenga. Watakuwa parokia na wao, isikaonekana kwamba wako juu yenu. Sawa jamani? Na tuna grade, Waingereza sako grade kadiri ya jinsi mnavyokwenda na mnavyofanya. Kwa muangalia yote kiroho kimwili, mnaenda yote pamoja. Na mnamwangalia Mungu wenu. Na mnamboresha familia yenu hii ya udindivu. Na katika kuboresha huko mnaboresha jimbo jipya la Bagamoyo. Tunawatakia kila la heri. Na Mungu aendelee kuwasimamia, kuwapa afya njema. Mjue kwamba utajiri mkubwa ni kupendana, kushirikiana, kuheshimiana na kuwa wanyenyekevu, kupokea maelekezo, lakini vile vile pale tunapokosoana kwa upendo. Lengo ni upendo. Mtu akikukosoa unajua anakupenda sana. Mtu akikwambia umekosea hapa ni yule anayekupenda, lakini wale ambao wanaira na wewe watakusifia kila siku. Na wewe kama unapokea tu misifa hiyo, nafikiri kweli uko hivyo, hawa jamaa wanakupeleka kubaya. Kuna siku nyingine atasema umekosea hapa, umefanya vizuri, umekosea hapa. Kawaida ni hivi. Kwa tunawaombea yote haya na Mungu aendelee kuwabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati.